Ansbert Ngurumo ametikisa chama cha Chadema. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka, ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali subscribe. Na katika wakati ambapo siasa za Tanzania zimejaa mihemko kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, aliyekuwa mwanahabari na mchambuzi wa siasa Ansbert Ngurumo amezua mjadala mpya baada ya kutoa kauli kali inayolenga chama kikuu cha upinzani Chadema. Kupitia andiko lake linalosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, Ngurumo ameonyesha wasiwasi mkubwa juu ya mwenendo wa ndani wa chama hicho, akiashiria dalili za kutokubali kukosolewa wala kujisahihisha licha ya kuwepo kwa ushahidi wa wazi wa makosa. Kwa mujibu wa Ngurumo, Chadema inaonekana kuwa na tabia ya kukanusha makosa hata pale yanapodhihirika hadharani kupitia kauli au vitendo vya viongozi wake. Anadai kuwa chama hicho kimejenga utamaduni wa kujiamini kupita kiasi cha kuamini kuwa hakiwezi kukosea, hali anayotafsiri kama kiburi cha taasisi kinachohatarisha nafasi ya chama hicho katika siasa za kitaifa. Ngurumo anatoa mfano wa kauli za baadhi ya viongozi wa juu wa Chadema kuhusu swala la kuzuia uchaguzi, akisema kuwa licha ushahidi huo ulio wazi, chama hicho kimeendelea kukaa kwa sauti ya juu badala ya kukabili upungufu na kujirekebisha. Kwa mujibu wake, hali si tu inaharibu taswira ya chama mbele ya umma, bali pia inajenga mazingira ya kutoaminika miongoni mwa wafuasi wapiga kura. Na katika uchambuzi wake, Ngurumo ametumia misingi ya kitaasisi kueleza hali hiyo, akitaja kama mfano wa wazi wa ubinafsi wa taasisi, yani organizational narcissism, hali ya taasisi kukataa ukweli, yani institutional denial, and pia ujanja wa kimfumo, kwa lugha ya Kizungu institutional manipulation. Kwa maana nyingine, anasema Chadema inashindwa kutambua hatari ya kupuuza maoni ya wakosoaji wake, na ni jambo ambalo linaweza kuathiri mustakabali wake wa kisiasa. Mbali na kukosoa, Ngurumo pia ameonya kuwa tabia hiyo ya kukandamiza sauti mbadala na kupindisha hoja za msingi huashiria kasoro kubwa ya kiuongozi au kiutawala ndani ya chama hicho. Aidha, anasema kuwa baadhi ya wafuasi wa Chadema wamekuwa wakitumia mbinu za kihisia kujaribu kuwafanya wakosoaji waonekane maadui wa chama badala ya kuwasikiliza kama wachangiaji muhimu wa mabadiliko ya kweli. Na katika hatua ya kuonesha umuhimu wa hoja zake, Ngurumo amesema anatarajia kushambuliwa binafsi kutoka kwa msimamo wake, lakini anaweka wazi kuwa maoni hayo hayaongozwi na chuki, bali ni wito wa tahadhari kwa maendeleo ya chama chenyewe. Kauli yake imesambazwa sana kwenye majukwaa ya mtandaoni, huku ikizua mjadala mkali kutoka kwa wanachama wa Chadema, wachambuzi wa siasa na wananchi kwa ujumla. Kwa wachunguzi wa siasa, hoja ya Ngurumo inakuja katika wakati nyeti ambapo vyama vya siasa vinajiandaa kuingia kwenye mwaka wa uchaguzi, na uaminifu wa ndani kwa ndani unaoweza kuwa silaha muhimu ya mafanikio au chanzo cha kushindwa. Katika muktadha huu, Kenyascope inaendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya kisiasa ndani ya vyama vya siasa na namna vinavyojenga au kubomoa nafasi zao kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa sasa, kauli ya Ngurumo inabaki kuwa onyo la wazi kwa Chadema, onyo ambalo linaweza kupuuzwa au kuchukuliwa kama fursa ya kujisahihisha kabla ya muda haujaisha.